Toka jana tulikuwa maeneo haya kwa ajili ya kuzuia jamii hii isigombane, na tulikuja kwa changamoto tu hiyo ya kuambiwa kwamba watu wameanza kupigwa. Hii ni shida ya kila mwaka, imekuwa ikitokea mara kwa mara kwa wenzetu hawa. Sisi huwa tunatii yale maazimio tuliyowekeana kulingana na matumizi bora ya ardhi, kulingana na hii changamoto ya kiangazi. Kwa hiyo huwa tunatii kweli kweli. Kwa hiyo tunafuatilia kweli kweli. Sasa wenzetu hawataki kutusikiliza. Hii kila mwaka ni hivi. Kila mwaka ni hivi. Sisi tunasema tunazuia, wao wanakula kile kipindi ambacho tunazuia. Tunaomba meza ya mazungumzo, hawataki. Hii imekuwa changamoto kwa hawa majamaa. Kwa hiyo tunaiomba serikali ishughulikie hii mara moja. Hawa wananchi wameumia sana. Toka jana watu hawajala chakula. Imagine, unafikiri sasa hivi wana hali gani? Wanakunywa maji na kuzunguka na mifugo ya hawa majamaa. Hawa majamaa shida yao, wanaacha hiyo mifugo porini, wanaondoka. Wanabakia kusimama kwenye milima, watu wanarudi wanaingiza kwenye maboma. Hivyo hivyo wanafanya hivyo hivyo. Maana yake wanatafuta kupigana, ndio maana jana wameweza kupiga watu. Selela tulishawaambia hakuna kupigana. Wametoka huko wana mafimbo kwa ajili ya kusaga ng'ombe, lakini wamepigwa kweli kweli na mali zao zikaharibiwa. Kwa hiyo naomba nishauri tu na niombe serikali itusikilize, isinyamazie hili, maana itatokea mambo makubwa mabaya sana. Ndogiringa la ikeo munu. Sisi kama Selela ni vitu viwili tunaomba kwa viongozi mliofika hapa. Nikeo munu rankanyir. Na tunaomba kwa heshima kubwa. Keo munu ingishu ala hara lango hiligara harere noi pia bunde wa yabani kiredero endi bunda alari. Anasema tunaomba ng'ombe ya wenzetu ambaye ni majirani yetu hapa wahame kwa eneo ambalo tulisemaga wahami kwa kipindi ya masika. Nikeo munu beshi ko yong masang na wairamu. Ore ngolebe kiboni duhengishu migara ngole yo la habal. La pili tunaomba turudishie vitu vyetu walivyovichukua. Vitu gani? Vitu gani? Yawaira ndugurugi na udo. Amesema wamechukua pikipiki 9. Nada ndugurugi 7 na bishana. Na akapasua pikipiki 7. Amo ore ne konabe arasaina aiga homera ni kelangedang na riene nikimbakido yong ndugurugi beke oho ngishu ame oho na sido ndugurugi ngishu. Na walichofanya mpaka akachukua hii akafanya hivyo. Sisi tuliondoka, tulikuwa tunaswaga ng'ombe. Tumefika kwenye korongo fulani iliyoko pale, tukapaki pikipiki kwenye miti fulani. Tulipopaki tukaendelea kuswaga ng'ombe. Kumbe akarudi nyuma, alafu akaja kuchukua hizo pikipiki. Ore yogo horongishu. Kumbe erida dungora rongana na ridalo pe ngamurungana ka. Wakati tunaswaga mifugo, kumbe kulikuwa kuna kundi la watu ambao wako kule nyuma, walikuwa wanasubiria watu, alafu ndio akawasubiri kuwatandika. Anabara rayo. Na ndio maana ametupiga. Kio monuna. Tunaomba sasa. Ore ramu erwara kula Maasai mu merana ngole kirondene. Kwa sababu hao ndugu zangu wamechoka na wameumia sana. Kio monu bingari na graini kuna kisho amu nyagala SS. Tunaomba sana hizi mifugo ambayo yako maeneo ya masika itolewe kwa sababu hayo ndio anatugombanisha. Enemebwa mikibwa baka wamehomera kuna kisho. Sisi Selela hatuhitaji hatua hata moja ya Losiningori wala Alepruko. Sisi tunachotetea ni ile halali yetu. Sisi tukibaki na ile halali yetu, full stop, hatuna shida na mtu. Lakini mifugo wanaokula wakati wa masika, wakati sisi tumewekeza kama ploti ya kulisha wakati wa kiangazi, haitakubalika. Haiwezekani. Na kama hamtatilia maanani na hamtachukua hatua, paka kieleweke Mheshimiwa DC. Kwa sababu tumekuja kwa ofisi, hamtuelewi. Mnazunguka na viti virefu, lakini hamuoni hawa wanaoumia kwamba pengine wanapelekea hali ya uchungu, pengine wanamwaga damu. Haikubaliki. Kwanza ni washukuru sana wana Selela, baada ya kusikia tumekuja mkatuliza ile mbwembwe ambayo mlikuwa nayo katika kupambana. Lakini la kwanza tujue na ijulikane kwamba hatupendi watu wetu wapigane. Hatupendi watu wetu wapigwe, hatupendi watu wetu wapige watu. Hilo lijulikane. Lakini la pili, ile swala Mheshimiwa Kaimu DC, kuna process tumeshaipitia. Lakini nadhani jana wakati wenzetu wanajaribu kutoa mifugo kwenye maeneo ya
ya kulisha kipindi cha masika, ndipo shida ikatokea. Mimi niwaambie wanaselela, msipige tena, na sisi kibwaka ipambanono shake kuhakikisha kwamba suluhu ya hili pori inakuja kutoka. Haiwezekani peke yake kila mwaka tunapigana. Tuombe Mungu mwaka huu ikawe mwisho wa kupigana kwa sababu ya hili pori. Mheshimiwa DC, tuliomba na hata wizarani najua, tuliomba wizara peoloru aitatuaki hiyo hili tatizo. Tumeenda mpaka Dodoma kwa sababu tulijua isipotatuliwa changamoto itatokea, na leo tunashuhudia changamoto. Basi mimi niwaambie wanaselela, nitachagua watu 80, 40 kutoka Mbashi, 40 kutoka Selela. Nimeongea na diwani wa Lepruko, achague wananchi 40 kutoka Lepruko, 40 kutoka Losimingori, tukutane Monduli, tujenge, tutatue hii tatizo. Haiwezekani. Hii kitu zamani haikuwepo, lakini ndani ya miaka 6-7 iliyopita ndipo imeanza kufukuta. Niwaombe sana wanaselela. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ambaye ni diwani wetu hapa ameongea vizuri. Tutachagua watu 40 kwenye kila kata, na hao watu 40 tutafika kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kukutana na kupata suluhisho la kudumu, kwa sababu hii changamoto imeshadumu si zaidi ya miaka 10 jamani. Kwa hiyo hii haikubaliki, na hata Mheshimiwa DC ameniambia kabisa niweze kuwaambia, kama nyinyi wenyewe mnavyojua Mheshimiwa DC naye hana siku nyingi, hii changamoto ndo mara yake ya kwanza kukutana nayo. Kwa hiyo niwaombe sana muwe watulivu. Hapa tunavyozungumza tumeacha kule kamati ya usalama ya wilaya na wenyewe wakichakata kwenye akili kwamba tufanyeje hii solution ipatikane ya kudumu, ndo tukaweza kufika hapa mimi na Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri kuja kuwatuliza wanaselela, tuweze kuendelea na shughuli zetu za kawaida na tuweze kuanza kujichagua wenyewe huko. Mwenyekiti wa halmashauri ataelekeza ni tarehe ipi ambayo tutaweza kukutana. Baada ya kuwasiliana na Mheshimiwa DC tutapanga ni siku ipi ambayo tutakutana Monduli ili kuweza kupata solution ya kudumu. Ofisi ya Mheshimiwa DC haijashindwa kazi kabisa. Suala hili liko mezani na suala hili litapatikana suluhu ya kudumu kabisa. Hapa tumeshabakiza kwenye 90%, tumebakiza 10% tuweze kutengeneza 40 wa kudumu. Hatuwezi kuendelea kuvumilia jambo hili ambalo mikadnani ipo, ramani zipo. Kwa nini na watu ambao waliletwa hapa kwenye hii wilaya kwa ajili ya kushughulika na migogoro tupo, na wapo wataalamu ambao watatuleta hapa, na wale watu waliotengeneza mipaka jamani, si wengine wapo? Si wengine wapo jamani? Kwa hiyo naomba wanaselela tutulie, wanaselela tukubali kwenda kuendelea na shughuli zetu, lakini niombe sana, nitoe maelekezo yafuatayo kwa niaba ya Mheshimiwa DC. Hili eneo kuanzia sasa hakuna kuleta mfugo wa aina yoyote kwa kata zetu zote, eneo libaki wazi mpaka solution ya kudumu itakapopatikana.